Kwa majina naitwa Teresia Dennis, mkuu wa kitengo cha maliasili na uhifadhi wa mazingira, Halmashauri ya Dar es Salaam. Leo hii tupo katika hili eneo la ufukwe wa Aga Khan au kwa jina lingine Dengu Beach kwa zoezi la upandaji miti katika eneo hili. Pamoja na upandaji wa miti, tumefanya pia usafi katika eneo hili la Dengu Beach, lakini pia eneo la Salenda Bridge kwa kushirikiana na wadau mbalimbali. Tunafanya mazoezi haya ikiwa ni sehemu ya maadhimisho ya siku ya Muungano kati ya Tanganyika na Zanzibar, ambayo leo ifikapo tarehe 26 mwezi wa 4 tutafikisha miaka 62 ya Muungano. Kwa hiyo tumefanya shughuli hii ya kijamii kwa kuhusisha wananchi wa maeneo husika na wadau mbalimbali na sisi halmashauri, ili kufikisha ujumbe wa jamii juu ya umuhimu wa muungano wetu, lakini pia ushiriki wa wananchi katika uhifadhi wa mazingira kwa kufanya usafi na upandaji wa miti. Na zoezi hili la upandaji wa miti tumepanda jumla ya miti 600 kwa siku ya leo, ambapo tumepanda miti ya kivuli na minazi na mapambo katika ile eneo la ufukwe wa Dengu Beach, lakini pia tumefanya zoezi la upandaji miti ya mapambo kwa maana ya palm trees eneo la soko la Kariakoo, lakini pia upandaji wa miti umefanyika zahanati ya Nzasa kata ya Zingiziwa, lakini pia na kata ya Vingunguti. Zoezi la upandaji miti kwa halmashauri ya Dar es Salaam ni endelevu, lakini huwa tunatumia siku maalum kama siku ya leo kuelekea maadhimisho ya siku ya Muungano kufikisha elimu kwa jamii juu ya uhifadhi wa mazingira kwa kufanya usafi kama nilivyosema, lakini na upandaji wa miti kwa wingi ili tuendelee kupata faida kwa kizazi cha sasa na cha baadaye. Pekee na kwa umuhimu wa zoezi hili ambalo limefanyika siku ya leo, Mheshimiwa mgeni rasmi, wapo wadau wetu muhimu ambao wanashiriki shughuli za usafi kwenye mazingira yetu, ambao baadhi yao nawaona hapa, wapo SATEC, wapo Kajenjele na wengine. Tunatambua kazi kubwa ambayo mnaendelea kuifanya. Sisi kama halmashauri ya jiji la Dar es Salaam chini ya uongozi wako Mheshimiwa mkuu wa wilaya, yapo maelekezo ambayo umekuwa ukiendelea kuyatoa kila wakati, hususan katika eneo hili la uboreshaji wa mazingira yetu, lakini kufanya mji wetu uwe safi. Moja ya maelekezo hayo ambayo umeyatoa na yalikuwa pia ni maelekezo ya viongozi wa kitaifa ni kuhakikisha Kariakoo inafunguka na wafanyabiashara wanafanya biashara zao, kurahisisha kuingia na kutoka kwenye soko hili la Kariakoo. Lakini hiyo inatafsiri ubora na uzuri na uboreshaji wa mazingira ya kuzunguka Kariakoo na maeneo mengine. Na hivyo Mheshimiwa mkuu wa wilaya, kwa kupitia kauli mbiu hii ambayo inaongoza siku hii muhimu, walioko mbele yako wanaonyesha mshikamano huo, wanaonyesha ushiriki wa moja kwa moja katika shughuli za usafishaji na uboreshaji wa mazingira, lakini kwa mshikamano mkubwa. Lakini inatafsiri amani na mshikamano ambao uko ndani ya wilaya yako. Mheshimiwa mgeni rasmi, nimepewa nafasi ya kukukaribisha. Kabla sijakukaribisha, kwa niaba ya watumishi wote wa halmashauri ya jiji la Dar es Salaam, tukiungana na baraza la madiwani, tunakushukuru sana kwa miongozo yako, lakini tunawashukuru wadau wote ambao wanaendelea kutusaidia katika shughuli za usafi wa mazingira yetu. Kwa hiyo nichukue nafasi hii binafsi, najua utawapongeza, lakini kuwapongeza na kuwashukuru sana. Baada ya kusema hayo, Mheshimiwa mgeni rasmi, nichukue nafasi hii sasa kwa heshima na taadhima kukukaribisha ili uweze kutoa neno na maelekezo kadri ambavyo utaongozwa. Asante.